siku ya Ijumaa ndugu yangu si kama swala zingine. Swalati aljumaa sio kama swala zingine. Swala zingine unapoingia msikitini huko inaadhiniwa, itabidi mwanzo ungojee mpaka adhana ishe. Umeingia msikitini, inaadhiniwa salati alfajiri, inaadhiniwa salati dhuhuri, inaadhiniwa salati asri, salati almaghrib, salati alisha, itabidi ungoje mpaka adhana ishe ndo uswali swala yako ya sunna. Lakini salati aljumaa unapoingia msikitini na khatibu ashapanda juu ya mimbar na inaadhiniwa pale, usingojee mpaka adhana ishe. Utasimama utaswali na adhana inaendelea, khatibu iko juu ya mimbar tayari, adhana inaendelea, utaswali tahiyatul masjid. Ikimalizika adhana, wewe pia umeshamaliza sunna yako, umekwenda umekaa unasikiza khutba, kwa sababu kusikiza khutba ni wajib, umefahamu, na kusikiza adhana ni sunnatul muakkada. Hapo ndo mali. Lakini katika swala zingine ni lazima usikize muadhini, uswali mwanzo. Umeona, ungoje mpaka uitikie adhana, ulete dua baada ya adhana. Kwa nini uitikie adhana katika swala zingine? Kwa sababu namna faida yake ilivyokuwa kubwa. Itikie adhana, anaposema Allahu akbar, wewe pia rudia Allahu akbar, Allahu akbar. Anapofika pale hayya ala salah na hayya ala falah, unasema la haula wala quwwata illa billah. Kisha akimaliza unasoma dua baada ya adhana, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma as-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasila wal-fadila wad-darajati ar-rafi'a wab'athhu maqaman mahmudan allati wa'adta. Hii dua ukisoma baada ya adhana, Mtume sallallahu anasema halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah, ni halali huyu bwana aloomba hii dua na kuitikia adhana, maombezi yangu mimi kwake yeye siku ya kiyama. Maana yake ni halali Mtume kukuombea wewe. Wewe fikiri ndugu yangu faida ya adhana. Leo adhana inaadhiniwa, watu wanasikiza habari, mtu anaendelea na mazungumzo yake, ana mkutano anaendelea. Ndio Abdullah ibn Umar anasema wakati wetu ilikuwa tunasikiza adhana kama tunavyosikiza Qur'an. Inapoadhiniwa kila kitu nitakana isimame. Lakini siku ya Ijumaa umeingia msikitini, katibu yuko juu ya mimbar inaadhiniwa, usingojee mpaka adhana ishe. Swali raka mbili haraka haraka ili uwahi kusikiza khutba, kwa sababu kusikiza khutba ni wajib na kusikiza adhana ni katika sunna.